Yes, bwana karibu tuendelee kupeana taarifa lakini na update yale yote yanojiri kutokea ndani na nje ya Tanzania. Taarifa kubwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii inayojadiliwa sana na wengi ni kuhusiana na Peter Msigwa kuweza kurudi katika chama chake cha zamani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Swala ambalo limeibua mijadala mingi sana kuna kwa mitandao ya kijamii ya soko la Instagram lakini pia kwenye mtandao wa X. Kama tunakumbuka, Peter Msigwa alikuwa ni kati ya wale mapapa kati ya mapapa 10 ndani ya Chadema wakubwa, basi Peter Msigwa alikuwa na mmoja hapo, ambapo baadaye tulikuja kuona aliamua kuvua gwanda la kaki na kuna kuvaa gwanda la kijani na njano, na maanisha aliama chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akaanza kuhamia chama cha Mapinduzi CCM. Sababu kubwa ikiwa ni alidai kwamba alihujumiwa kwenye uchaguzi wa ndani wa chama alipokuwa anagombea wenyekiti wa kanda, ambapo yeye alikuwa anachuana na Joseph Mbilinje maarufu Sugu, ambapo Sugu alitangazwa na chama hicho kwamba ndo mshindi wa kanda, lakini Peter Msigwa akasema amehujumiwa na kuibiwa kura na uongozi kuweza kupewa Sugu, na ndo hicho kilichomfanya akaamua kuvua gwanda na kuhamia kwenye chama cha Mapinduzi CCM. Baada ya Peter Msigwa kuhamia CCM, alianza kufanya kampeni za kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan. Alikuwa mwenyekiti lakini pia mgombea wa chama cha Mapinduzi CCM kwa rais, kwa kwanza kukipondea chama chake cha zamani cha Chadema. Lakini baadaye tuliona ghafla Peter Msigwa amekaa kimya na kuanza tena kuposti na kuandika vitu vya kiharakati akiwa anatetea na kuandika mafumbo ambayo eleweki. Lakini ghafla bila vitu tunapoongea hivi sasa, Peter Msigwa ameweza kutangaza kurudi tena Chadema huku akiomba msamaha na chama kimekubali kumpokea. Peter Msigwa kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii aliposti bendera nyingi za Chadema na kisha kuandika, nimefikiria na kutafakari kwa muda mrefu baada ya matukio ya ukiukwaji wa haki, utu na dhuluma dhidi ya uhai wa binadamu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Siwezi kuendelea kuishi katika huzuni na ukimya tena. Kwa dhamira yangu binafsi, leo nimejiondoa rasmi kutoka CCM na kurejea Chadema kwa kufuata taratibu zote za chama. Kwa Watanzania wote na wanachadema wale walioumizwa na kukatishwa tamaa na msimamo wangu awali, naomba radhi kwa dhati pale nilipokuwa kinyume na matarajio yenu ya pamoja katika safari ya kutafuta haki, utu na demokrasia kweli. Naam, binadamu hukosea, lakini dhamira inapozinduka na wajibu kusimama upande unaoona kuwa wa kweli na wa haki. Asanteni sana. Hayo aliweza kuandika Peter Msigwa. Lakini Chadema waliposti hiyo ya Peter Msigwa na wakaandika karibu tena Chadema Msigwa Peter, wakimaanisha kwamba wamekwisha kumpokea rasmi na wamekwisha kumkubali, kwani Peter Msigwa amesema alifuata taratibu zote za chama, ambapo inajulikana unaandika barua, unatoa maelezo kwa nini uliondoka na unatoa maelezo kwa nini umerudi na umejigundua nini. Lakini sasa kurejea Chadema kwa Peter Msigwa kumeweza kuibua mijadala mingi, huku makundi yakitokea ndani ya Chadema. Kuna ambao wanamkaribisha tena, lakini wengine wanamkataa na kuwashauri viongozi wa Chadema wasimkubali, na kama watamkubali basi abaki kuwa mwanachama wa kawaida, asishiriki katika vikao vile vizito vya chama, kwani wapo wanaodai huenda ametumwa ili aje achukue data upande huu na kupeleka upande aliotokea, yani aje kuwa spy, kwa sababu watu wengi wanaamini angerudi kamati kuu ya chama, na kamati kuu ndio mipango yote inapopangwa. Kwa hiyo kama ni kweli wapo wanaodai hivyo, wakitaka arudi tu kama mwanachama wa kawaida wa chini, asiingie katika vikao vikuu vya chama. Lakini wapo wanaosema mtoto akinyia mkono bwana haukatwi bali unasafishwa, na kama amegundua alikosea na kaomba msamaha basi asamehewe na kuweza kurudi kuwa mwanachama hai. Je, wewe maoni yako yapi kuhusiana na Peter Msigwa aliyetoka Chadema kwenda CCM na sasa ametoka CCM kurudi Chadema? Drop hapo chini maoni yako, andika lolote na sisi tutasoma. Hapa ni Mseto Media, Lemo Grand San.